Usiku ule haukuwa na mwezi. Kulikuwa na ukimya mzito kijijini. Ule ukimya ambao hauleti amani, bali huleta hofu. Mama Amina alikuwa amekaa nje ya nyumba yake ya udongo akiwa amembeba mtoto wake mgongoni na mwingine amelala mapajani pake. Mume wake Musa alikuwa ametoka mapema kwenda shambani, lakini jioni ilishapita, usiku umeingia na bado hakuonekana. Amina alijua, moyo wa mama hujua kabla macho hayajaona. Mbwa walikuwa wanabweka mbali. Ndege wa usiku walikatiza anga kwa sauti za kutisha. Kongo ilikuwa na itakuwa, Kongo ilikuwa na itakuwa, Kongo itabaki moja pekee, Kongo haitakuwa Sudani. Kisha ghafla milio ya risasi ilianza. Kwanza risasi moja, halafu nyingine, halafu nyingi, kana kwamba anga limepasuka. Watoto waliinuka kwa hofu. Mdogo alianza kulia, mkubwa alimkumbatia mama yake kiunoni. Ana, tutakufa? Mtoto aliuliza kwa sauti ndogo ya kutetemeka. Amina hakujibu, maana hata yeye hakujua. Ndani ya dakika chache, kijiji kizima kiligeuka uwanja wa kukimbia. Watu walikuwa wanapita barabarani usiku huo kama vivuli vya huzuni. Hakuna aliyebeba mali, hakuna aliyefunga mlango. Kila mtu alibeba kilicho muhimu zaidi kwake: mtoto, mzazi au jeraha lake moyoni. Amina alimsubiri Musa kwa sekunde chache za mwisho, akitazama njia ile ile ya shamba kama mtu anayesubiri muujiza. Lakini muujiza haukuja. Aliinuka, akambeba mtoto mdogo vizuri mgongoni, akamshika mkubwa mkononi, akaanza kukimbia gizani. Nyuma yao ilianza kuwaka moto. Nyumba ikaanza kuwaka moto. Moto ule haukuchoma nyumba tu, ulichoma picha za harusi yao, ulichoma nguo za watoto wao, ulichoma vyombo vyao vya kupikia, ulichoma maisha yote waliojenga kwa miaka mingi. Na kilichobaki hakikuwa majivu tu, kilikuwa ni maisha yaliyovunjika. Walitembea usiku kucha msituni. Watoto walikuwa hawana viatu, miguu yao midogo ilichanika kwa mawe na miiba. Mara kadhaa Amina alisikia sauti nyuma yao, akidhani labda Musa anawaita. Kila alipogeuka aliona giza tu. Asubuhi ilipofika, walikuwa wamefika sehemu yenye watu wengi waliokimbia kama wao: wazee, watoto, wanawake wajawazito, vijana waliobeba ndugu zao mabegani. Kila uso ulikuwa na swali lile lile: kwa nini sisi? Hakuna aliyekuwa na jibu. Siku zikawa wiki, wiki zikawa miezi,
maisha ya kambini yakaanza. Katika kambi hiyo, njaa haikubisha hodi. Iliingia tu. Maji yalikuwa machafu. Chakula kilikuwa kidogo kuliko machozi. Watoto walicheza kwenye vumbi, si kwa furaha, bali kwa sababu hawakujua tena maisha ya kawaida yanafanana na nini. Usiku, wanawake walilala kwa jicho moja wazi na jingine limefumba, wakisali tu asubuhi ifike bila msiba mwingine. Mtoto mdogo wa Amina aliugua homa. Hakuwa tena na nguvu ya kulia. Alikuwa anamtazama mama yake tu kwa macho makubwa, kana kwamba anamuuliza, "Mama, kwa nini mwili wangu unaugua hivi?" Amina alimkumbatia kifuani. Alijaribu kumbembeleza kwa wimbo wa zamani aliokuwa akimwimbia tangu akiwa mchanga, lakini sauti yake ilikatika katikati ya vilio. Hakukuwa na dawa, hakukuwa na hospitali ya karibu, hakukuwa na pesa. Kulikuwa na Mungu tu na tumaini dogo lililokuwa likikata roho taratibu. Usiku mmoja, mtoto alipumua kwa shida. Amina alikaa naye mpaka alfajiri, akimpangusa jasho, akimbusu paji la uso, akimwambia, "Usiniache mwanangu, usiniache." Lakini watoto wa vita huondoka kimya sana. Alipokufa, hakupiga kelele, hakutetemeka sana. Alilala tu kama mtu aliyechoka na dunia mapema mno. Amina hakulia mara moja. Alimkazia macho kwa muda mrefu, kana kwamba moyo wake ulikataa kuamini. Kisha polepole akamfunika kwa kanga yake ya mwisho nzuri aliyokuwa ameibakiza, ili kanga aliyotamani siku moja amvalishe siku ya sherehe. Sasa kanga ikawa sanda. Aliomba msaada wa kumzika. Watu walikuja, walichimba kaburi dogo. Hakukuwa na jeneza, hakukuwa na mchungaji, hakukuwa na nyimbo za maziko. Kulikuwa na mama mmoja aliyekuwa amepoteza sehemu ya moyo wake, na dunia iliyokuwa inaendelea kana kwamba hakuna kilichotokea. Miaka ilipita. Amina aliendelea kuishi kwa ajili ya mtoto wake aliyebaki, Neema. Msichana huyo alikuwa huku vita navyo vikikuwa pamoja naye. Alijifunza kutofautisha sauti ya mvua na sauti ya bunduki kabla hajajifunza kusoma. Alijua jinsi ya kujificha kichakani kabla hajajua namna ya kuandika jina lake vizuri. Alijifunza mapema kwamba katika nchi yao
Watoto hawakuzaliwa tu na ndoto, walizaliwa pia na hofu. Mama, baba atarudi lini? Neema aliuliza kila mwaka. Amina alikuwa na majibu mawili tu. La kwanza lilikuwa kimya, na la pili lilikuwa machozi. Hakuna aliyewahi kumwona Musa tena. Miaka mingine kadhaa ikaja na vita vingine. Makundi yakabadilika, majina ya wapiganaji yakabadilika, sare zikabadilika, lakini kilio cha watu hakikubadilika. Kijiji kimoja kiliteketea, watu wakakimbilia kingine. Wakiwa wanaanza kupanda maragwe, milio ya bunduki ikaanza tena. Wakiwa wanajenga nyumba mpya, moto mwingine ukaja. Wakiwa wanajaribu kusahau, msiba mwingine ukawakumbusha. Vita ni mbaya sana, 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 vita ni mbaya sana jamani, vita ni mbaya sana. Ona nalia kisa vita, ona wanalia kisa vita, tunalia kisa vita, ni mbaya sana. Ona nalia kisa vita, wanalia kisa vita, tunalia kisa vita, vita ni mbaya sana. Neema alipofikisha miaka ya ujana, alianza kusaidia wagonjwa kambini. Alikuwa na moyo laini kama mama yake. Alipowaona watoto yatima, aliwaogesha. Alipoona wazee wenye njaa, aliwapa sehemu ya chakula chake. Alikuwa na tabasamu la watu waliokuwa wamezoea kulia. Siku moja akamwambia mama yake, "Mama, sitaki nchi yetu iendelee kulia hivi. Siku moja kutakuwa na amani." Amina alimtazama. Alitabasamu kwa huzuni ile ya mama anayependa kuamini, lakini ameumia sana kuweza kuamini kwamba hilo swala ni rahisi. Siku moja alisema kwa sauti ya chini, labda ndicho kitu pekee ambacho Amina, ambaye mama yake na Neema, aliongea. Lakini hata matumaini wakati mwingine hupigwa risasi. Siku ya soko, Neema aliondoka asubuhi akiwa na kikapu mkononi. Alimwambia mama yake angerudi kabla tu jua halijazama. Alipita barabarani pamoja na wanawake wengine, vijana na watoto wafanyabiashara. Watu walikuwa wanajaribu kuishi kama walivyofanya kila siku, maana hata katikati ya vita binadamu bado hulazimika kula, kuuza, kununua na kuendelea kupumua. Kisha mlipuko ukatokea. Ardhi ilitetemeka, watu wakapiga kelele, vumbi lilijaa angani. Kila mtu alikimbia kivyake.
viatu, matunda, vikapu, damu vilioachwa chini kama ushahidi wa ghafla wa maisha yaliyokatishwa. Amina aliposikia habari alikimbia kwa miguu mitupu. Hakuwa anahisi mawe wala joto la mchana. Alifika eneo la soko akiwa anatafuta uso mmoja tu. Alikuwa anamuita Neema, Neema, lakini sauti yake ilimezwa na vilio vya wengi. Baadaye walimletea shela ya Neema, kisha kikapu chake kilichochanika, kisha ukimya. Vita ni mbaya sana, 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 vita ni mbaya sana jamani, vita ni mbaya sana. Mara ya pili dunia ilimfanya mama huyu azike ndoto yake. Mazishi ya Neema yalikuwa mazito kuliko ya mtoto mdogo. Maana sasa Amina hakuzika mtoto tu, alizika tumaini lake la mwisho. Alizika sauti iliyomwita mama kila jioni. Alizika mikono iliyokuwa ikimkumbatia alipokuwa anaamka na jinamizi usiku. Alizika sababu ya mwisho iliyokuwa inamfanya aendelee kusimama. Vita ni mbaya sana, 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 vita ni mbaya sana jamani, vita ni mbaya sana. Ona nalia kisa vita, ona wanalia kisa vita, tunalia kisa vita, ni mbaya sana. Ona nalia kisa vita, wanalia kisa vita, tunalia kisa vita, vita ni mbaya sana. Vita ni mbaya sana, vita ni mbaya sana, oh, vita ni mbaya sana jamani, vita ni mbaya sana. Baada ya hapo, Amina hakubaki mtu yule yule. Alikuwa anaishi, lakini si kwa maana ya kuishi. Alikuwa kivuli kinachopika, kinatembea, kinavuta pumzi. Alikuwa na macho, lakini ndani yake kulikuwa na makaburi. Alikuwa na mikono, lakini ilikuwa imezoea kuwazika wale anaowapenda kuliko kuwakumbatia. Miaka 30 ikapita hiyo. Watoto wakazaliwa kambini na kukulia kambini. Wengine hawakuamini kuona nyumba ya kweli. Hawakujua usingizi wa amani una ladha gani. Hawakujua baba ni nani, kwa sababu vita iliwameza mapema. Hawakujua shule nzuri, kwa sababu madarasa yao yalikuwa chini ya miti au ndani ya mahema. Waliimba nyimbo za matumaini kwa sauti ya nyembamba, lakini ndani ya nyoyo zao walikuwa wamebeba huzuni nzito kuliko umri wao. Na kila siku asubuhi,
akina mama wa Kongo waliamka na jambo lile lile mioyoni mwao, kuomba watoto wao waishi hadi jioni. Siku moja akiwa mzee tayari, Amina alikaa karibu na kaburi lisilo na jina rasmi. Akiwa ameshika udongo mikononi, alitazama anga kwa macho yaliyochoka sana. Akasema polepole, Mungu, ni watoto wangapi wa Kongo wanapaswa kulala chini ya ardhi kabla dunia isikie kilio chetu? Ni mama wangapi wanapaswa kubaki na vikanga vitupu mgongoni? Ni nyumba ngapi lazima ziungue kabla watu waamini kuwa sisi pia ni binadamu? Ni machozi mangapi yatoke kabla amani ifike? Hakuna aliyejibu. Upepo tu ulipita ukatikisa majani na makaburi. Lakini mahali fulani mbali, mtoto mmoja mdogo alikuwa akicheza kwenye vumbi, akichora nyumba kwa kijiti. Nyumba kubwa yenye mlango, dirisha, bustani na watu watatu nje yake wakishikana mikono. Alipoulizwa anachora nini, alisema, nachora maisha ambayo sijawahi kuyaona. Na hapo ndipo huzuni ya Kongo ilipojificha zaidi. Si tu katika waliokufa, si tu katika waliopotea, si tu katika makaburi yasiyo na majina, bali katika watoto wanaolazimika kuota amani kama kitu cha kufikirika, si haki yao. Miaka 30 ya vita ilichukua ardhi, ilichukua mali, ikachukua baba, mama, watoto, usingizi, shule, harusi, mavuno, nyimbo na kesho nyingi za watu. Lakini kitu kibaya zaidi ilichokichukua ni hili: uwezo wa mtu wa kuamini kwamba kesho itakuwa bora. Na bado kila asubuhi jua linapochomoza, jua na vilima vya Kongo, kulikuwa na mama mmoja anayefuta machozi yake na kuendelea kuishi. Si kwa sababu hakuwa amechoka, bali kwa sababu maumivu ya watu wake yalikuwa makubwa sana, kiasi kwamba hata kuishi kuligeuka kuwa aina ya mapambano. Na labda hiyo ndiyo picha ya huzuni zaidi kuliko zote, kwamba watu wa Kongo hawakuomba utajiri mkubwa. Watu wa Kongo hawakuomba maisha ya kifahari. Watu wa Kongo hawakuomba zaidi ya wanachostahili. Watu wa Kongo waliomba tu kulala bila milio ya risasi. Waliomba tu kula bila kukimbia. Waliomba tu kuwazika wazazi wao kwa uzee, si kwa vita. Waliomba tu watoto wao warudi nyumbani jioni. Lakini kwa miaka 30, ombi hilo dogo sana limekuwa kubwa kuliko dunia ilivyotaka kusikia. Na usiku unapofika Kongo, kuna makaburi mengi kuliko hadithi zilizomalizika. Kuna majina mengi ambayo hayatajwi tena mezani. Kuna mama wengi wanaotabasamu mbele za watu, lakini kila wakilala wanakumbatia kumbukumbu za watoto wasiorudi. Kuna taifa zima linalotembea na machozi ya ndani yasiyoonekana kwa urahisi. Na pengine kilio cha Kongo si kwamba watu wake hawajui kuishi, si kwamba wamefundishwa kuishi na maumivu kwa muda mrefu sana mpaka huzuni imekuwa kama kivuli cha kila siku. Hiyo ndio Kongo ya machozi, Kongo ya makaburi kimya,
Kongo ya mama anayesubiri asiyejulikana atarudi. Kongo ya mtoto anayechora amani ambayo hajawahi kuiona. Kongo ya miaka 30 ya mateso. Na mpaka leo ardhi yake bado ina kumbukumbu ya damu, lakini mioyo ya watu wake bado inabeba swali moja tu. Je, siku yetu ya kuacha kulia itafika lini? Naitwa Elvis. Na hii hapa ni Red Pro Media. Hii hapa ni hadithi, lakini ndo matukio ambayo yamekuwa yakitokea Kongo. Matukio ambayo yamekuwa yakitokea Kongo ndo haya ambayo nimekuwa hadithi hapa. Watu wanabakwa, watu wanauawa, watu wanafanywa kila aina ya ukatili. Lakini watu wakiwa wanateseka hivi, wachache wanafaidika, huku wakiwa wanawaua wengi, huku wakiwa wanamwaga damu za wengi. Ndio maana nakuuliza, swala hili litaisha lini? Kwa sisi tunamsapoti Tshisekedi tumekuwa wajinga? Mkongomani, tena narudilia kauli za mwisho ambazo nimesoma hapa. Watu wa Kongo hawakuomba maisha ya kifahari. Watu wa Kongo hawakuomba zaidi ya wanachostahili. Watu wa Kongo waliomba tu kulala bila milio risasi. Waliomba tu kula bila kukimbia. Waliomba tu kuwazika wazazi wao kwa uzee, si kwa vita. Waliomba tu watoto wao warudi nyumbani jioni. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Tena ngoja nikwambie kitu kimoja, ndugu yangu. Na kusiwipende Kongo. Naitwa Elvis. Kongo ilikuwa na itakuwa. Kongo ilikuwa na itakuwa. Kongo itabaki moja pekee. Kongo haitakuwa Sudani. Sudanization ndani ya Kongo. Sudanization ndani ya Kongo. No. Kongo ilikuwa itakuwa. Sudanization haitakuwa. Walifikiria kwamba watapigana kugawa Kongo. Eti wa Kongo hatuna umoja, lakini tukasimama. Mungu alisikiliza. Asante Mungu. Maombi yetu tuliyomlilia. Asante Mungu. Nimezaliwa katika nchi ya Kongo. Naona vita vinapiganwa. Naona wamama wanabakwa. Nikaona watoto mayatima. Nikaumizwa, nikakimbia ukimbizini.
Nikauliza kwa nini nakimbia ndani ya nchi yangu. Ndipo niliambiwa kwa machozi kwamba Rwanda inatutesa na nchi jirani hawataki amani ndani ya Kongo. Eti Kongo yenye umoja, Kongo ikiwa na umoja ni maumivu kwao. Kisa Kongo tukaumizwa, kisa mali ya Kongo tukalia. Mungu alisikiliza. Asante Mungu. Maombi yetu tuliyomlilia. Asante Mungu. Kongo ilikuwa na itakuwa, Kongo ilikuwa na itakuwa, Kongo itabaki mmoja pekee. Kongo haitakuwa Sudani. Nafanya hii kazi silipwi hata senti moja, na bado sijutii kwa nini napoteza muda wangu. Kwa maana ni kweli kwamba siipotezi muda, badala yake najua kuna mtu ambaye ananisikiliza, na yule anayenisikiliza inawezekana anahitaji tu sauti yangu hivi kwamba nimshtue hivi kwamba awasaidie watu wengine. Tunahitaji amani, na amani italetwa kati ya mimi na wewe. Wewe unanisikiliza pale, tutaungana sote kwa ajili ya kuitengeneza amani ndani ya Kongo. Kila unachokifanya, fikiria pia kwamba hichi kitu hata kama kinaweza kunifaidisha mimi, kinawaacha wangapi kwenye mateso? M23 mmedanganywa sana, lakini yote mliwafanya kwa sababu ya kufaidisha tumbo zenu. Je, mlifikiria ni maumivu mangapi ambayo mtakuwa mmesababisha kwa wakongomani wengine? Watu wanaendelea kulia, makambi ya Burundi yanaendelea kufurika kila siku watu. Kwani ninyi mnachekelea? Kwa wale wamekimbia wana akili Makambi yanazidi kufurisha, yani watu wanazidi kufurika, watu wanazidi kujaa kiasi kwamba watu wanakufa ovyo ovyo. Burundi pale tu, ninyi mnachekelea, right? Kama mnamtetea mkongomani wapi, sangapi? Nisikuchoshe, usinichoshe, tusichoshane, lakini haishi mpaka iishe. Tunasubiri inyeshe ili tuone wapi panapovuja. Ninaposema kwamba namchukia Kagame, hizi waga ndo zinakuwa sababu zangu, kwa maana nina macho na saizi naona. Wewe ambaye macho yako inawezekana bado hautaki kuona, na kuomba sasa uone, na kuomba kama vile jinsi nimekuwa nikiona mapasa wanasema na kuamrisha sasa ona, basi na mimi pia nasema ona, kwa maana muda wako wa kuona umefika. Kongo ilikuwa na itakuwa, Kongo ilikuwa na itakuwa, Kongo itabaki moja pekee. Kongo haitakuwa Sudani. Sudanization ndani ya Kongo, Sudanization ndani ya Kongo. No, Kongo ilikuwa itakuwa, Sudanization haitakuwa.
tukafikiria kwamba watapigana kugawa Kongo, eti wa Kongo hatuna umoja, lakini tukasimama.